Mambo vipi? Ni siku ya Jumanne tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025. Awamu ya kwanza ya dirisha la uhamisho wa wachezaji wa soka barani Ulaya inafungwa rasmi hii leo ili kutoa nafasi kwa timu ambazo zinashiriki mashindano ya FIFA Club World Cup ambayo yatangwananga nchini Marekani tarehe 15 mwezi huu wa Juni. Kisha baada ya hapo awamu ya pili itafunguliwa Jumatatu tarehe 16 mwezi huu wa Juni na kufungwa Septemba mosi, itakuwa pia ni siku ya Jumatatu. Manchester City imekamilisha usajili wa fullbeki wa Algeria Ryan Aït-Nouri alina umri wa miaka 24 kutoka Wolverhampton Wanderers kwa takriban pauni milioni 31. Fullbeki huyo ametia saini kandarasi ya miaka 5 Etihad hadi mwaka 2030. City aidha imeshakamilisha usajili wa kiungo wa timu ya taifa ya Uholanzi Tijani Reinders alina umri wa miaka 26 kutoka vigogo Italia AC Milan. Amejiunga na Citizens kwa takriban euro milioni 55 sawia na pauni milioni 46.3. Mchezaji mwingine ambaye anatua ugani Etihad ni mshambuliaji wa Ufaransa Ryan Cherki alina miaka 21. Anasajiliwa kutoka Olympique Lyon ya Ufaransa kwa takriban pauni milioni 34. Msimu uliopita alikuwa nguzo muhimu katika safu ya mashambulizi kwa timu hiyo, akicheka na wavu mara 12 na kutoa assist 20 katika mechi 44 alizocheza. Mlinda lango wa Uingereza Scott Carson alina miaka 39. Hatimaye anaondoka klabu ya Manchester City mwisho msimu huu baada ya mkataba wake kukamilika. Ameichezea timu hiyo kwa kipindi cha miaka 6. Cha kustajabisha ni kwamba amecheza mechi 2 pekee, jumla ya dakika 117, wakati ambapo City imezoa mataji 11. Scott Carson alikuwa wa 3 katika orodha ya walinda lango wa Manchester City, nyuma ya Ederson Moraes wa Brazil na Mjerumani Stefan Ortega. Badala yake Citizens watamsajili kipa mwingine wa England ambaye ni Marcus Bettinelli miaka 33 kutoka Chelsea. Vigogo wa Ujerumani Bayer Leverkusen wanapanga kuziba pengo litakaloachwa na kiungo mshambulizi wa Ujerumani Florian Wirtz ambaye anajiunga na mabingwa ligi kuu ya soka nchini England Liverpool kwa kumsajili winga wa Uingereza Jack Grealish aliye na miaka 29 kutoka klabu ya Manchester City. Grealish ambaye huenda akasajiliwa kwa takriban pauni milioni 40 anameziwa mate na timu mbalimbali barani Ulaya ikiwemo Tottenham Hotspur, Newcastle United, Aston Villa pamoja na mabingwa wa Serie A Napoli. Mshambuliaji wa Uswedi Victor Gyökeres miaka 27 ameghadhabishwa na hatua ya klabu yake mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Ureno Sporting Lisbon kwa kupandisha thamani yake hadi euro milioni 80, ili hali walikuwa wameafikiana kwamba ataondoka timu hiyo wakati msimu utakapokamilika kwa takriban euro milioni 60 pekee na nyongeza ya kiasi fulani cha hela. Inaaminika kwamba United wamepiga hatua ya kwanza mawasiliano kwa Sporting katika mchakato wa kukamilisha usajili wa Victor Gyökeres na kumuunganisha na kocha wake wa zamani Ruben Amorim katika uwanja Old Trafford. Hata hivyo United hawako peke yao, kwani kuna ushindani kutoka klabu ya Arsenal iwapo watashindwa kumsajili mshambulizi wa Slovenia Benjamin Sesko kutoka RB Leipzig nchini Ujerumani, hasa ikizingatiwa kwamba bei ya Gyökeres iko chini kuliko Sesko. Wanabunduki Arsenal wanadaiwa kumnyemelea mshambuliaji wa timu ya taifa ya Uturuki Kenan Yildiz alina umri wa miaka 20 na chezea vigogo wa Italia Juventus, ingawa haitakuwa rahisi kwa Old Lady kumwachilia msimu huu. Licha ya fununu kwamba vigogo Hispania Real Madrid walikuwa wanapanga kuteka nyara usajili wa kiungo wa Hispania Martin Zubimendi kujiunga nao badala ya kujiunga na klabu ya Arsenal, hii leo inasemekana kwamba Zubimendi tayari ameshafikiana na klabu ya Arsenal na kusajiliwa rasmi kwa takriban pauni milioni 51. Kilichosalia hivi sasa ni wanabunduki kumtambulisha rasmi kama sajili yao kwa msimu ujao. Vigogo wa Ujerumani Bayern Munich wanapanga kumsajili winga wa Ufaransa anayechezea mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Ufaransa Paris Saint-Germain Bradley Barcola na umri wa miaka 22. Vilevile wanammezea mate winga wa Uhispania Nico Williams anayechezea klabu ya Athletic Bilbao nchini Hispania katika lengo la kuzidisha nguvu safu ya mashambulizi kwa msimu ujao.
Paris Saint-Germain wana hamu ya kumsajili mlinzi wa timu ya taifa ya Ukraine Ilya Zabani aliye na umri wa miaka 22, ingawa klabu yake ya Bournemouth imeshikilia kwamba inataka takriban pauni milioni 59 ili kumwachilia. Mchezaji mwingine ambaye huenda kaondoka uwanja wa Vitality ni winga wa timu ya taifa ya Ghana Anton Semenyo aliye na umri wa miaka 25, anameziwa mata na Tottenham Hotspur pamoja na klabu ya Manchester United. Timu hizo mbili aidha ziko sako kwa bako katika usajili wa winga wa Indomitable Lions Bryan Mbeumo aliye na umri wa miaka 25 kutoka wananyuke Brentford. Manchester United wanapanga dau la pili la takriban pauni milioni 60 baada ya dau lao la kwanza la pauni milioni 55 kukataliwa na klabu ya Brentford. Nao Spurs kwa upande wao wanaamini kwamba ujio wa kocha mpya Thomas Frank huenda ukawasaidia katika kumshawishi Bryan Mbeumo atue London kaskazini, ingawa Mbeumo mwenyewe ameonyesha kwamba nia yake ni kujiunga na klabu ya Manchester United. Baada ya kumkosa Bryan Mbeumo, Newcastle United inapanga kumsajili mshambuliaji wa Black Stars Mohamed Kudus aliye na umri wa miaka 24 kutoka West Ham United. Lakini kwa upande wao wananyundo West Ham United wanapanga kumwachilia Kudus ajiunge na klabu ya Chelsea kwa takriban pauni milioni 70. Vile wapate nafasi ya kumsajili kipa wa Hispania Robert Sanchez ili aungane na kocha wake wa zamani ambaye alimfunza katika klabu ya Brighton Graham Potter. Dili ya klabu ya Chelsea kumsajili kipa wa Ufaransa Mike Maignan miaka 29 kutoka AC Milan imeambulia patupo hivi sasa baada ya timu hizo mbili kutoafikiana kuhusiana na ada inayofaa kulipwa. The Blues walikuwa tayari wametuma ombi la kwanza la euro milioni 15, huko AC Milan wakiona kwamba hela hizo ni kidogo sana na ni mchezaji ambaye amekuwa wa thamani kwao. Baada ya kocha Muitaliano Simone Inzaghi kutia saini kandarasi kuwa mkufunzi mpya wa Al Hilal nchini Saudia, vigogo wa Italia Inter wamemkabidhi mikoba ya kuiongoza timu hiyo legendari wa zamani aliyekuwa mlinzi Christian Kivu. Klabu ya Atletico Madrid imetangaza rasmi usajili wa mlinzi wa Ufaransa Clement Lenglet aliye na umri wa miaka 29 kutoka Barcelona. Nao mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Uhispania Barcelona wamejiondoa katika nia yao ya kumsajili winga wa Uhispania Nico Williams. Mlinzi wa Uhispania Dean Huijsen aliye na umri wa miaka 20 ametambulishwa rasmi kama sajili mpya uwanjani Santiago Bernabeu kujiunga na klabu ya Real Madrid. Alisajiliwa kwa takriban pauni milioni 50 kutoka klabu ya Bournemouth nchini England na atavaa jezi nambari 24, jezi ambayo zamani ilikuwa ikivaliwa na mshambulizi wa Uturuki Arda Güler kabla ya kubadilisha kukabidhiwa jezi nambari 15. Na hatimaye Xabi Alonso ameanza rasmi majukumu yake mapya ya kuiongoza klabu ya Real Madrid nchini Uhispania. Ameingia mazoezini pamoja na kikosi ili kukinoa kwa maandalizi ya mashindano ya FIFA Club World Cup nchini Marekani. Los Blancos imepangwa kwenye kundi H pamoja na klabu ya Al Hilal nchini Saudia, Pachuca ya Mexico na klabu ya RB Salzburg kutoka taifa la Austria. Mechi yao ya kwanza itakuwa siku ya Jumatano tarehe 18 dhidi ya klabu ya Al Hilal. Mwisho makala leo.